Bima Pub, urahisi wa maisha. Na mimi nichukue fursa hii kwanza kabisa kupongeza Mheshimiwa Waziri kwa hotuba nzuri na nia njema ya Wizara ya Ujenzi pamoja na serikali kuhakikisha kwamba miundombinu katika nchi yetu inaboreshwa, na mimi niungane na nyie kwa kauli yenu kwamba bajeti yenu itaendana pamoja na kazi na utu. Na mimi niwapongeze kwa sababu utu mmeshaanza kuonyesha kwa kiasi kikubwa. Mambo mengi yaliyofanyika kwenye sehemu mbalimbali katika nchi yetu katika wizara hii yanaonyesha utu. Yanaonyesha kwamba mna nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa vizuri kiuchumi na shughuli zao za maendeleo na za kijamii zinaendelea kila siku. Kwa mimi ninawapongeza sana, na kwa niaba ya wananchi wa Iringa, kwanza kabisa niwapongeze. Niliposimama hapa kwa mara ya kwanza 2020 niliongelea barabara ya Ruaha National Park na nikaitengenezea hati ambayo niliongeza masuala ya utelezi na ikanipa pia nickname kuitwa utelezi. Lakini sasa mmeonyesha utu wa dhati kwa kutupatia barabara ile ambayo inakwenda kuchachamua uchumi wa wananchi wa mikoa ya kusini kwa kuendelea kuchachamua utalii wa nyanda za juu kusini. Tunawashukuru sana kwa barabara ile tulisign, na tunaona kwa kweli kuna maandalizi yanaendelea. Tunaisubiri kwa hamu kubwa sana ile barabara ya Ruaha National Park kilomita 104. Lakini zaidi ya hapo, kwa kuendelea kutuconnect kwenye utalii, tunawashukuru sana kwa ujenzi wa barabara ya lami ambao umeanza kuanzia Iringa mjini kuelekea Kilolo kilomita 33.7. Tunawashukuru. Lakini nichukue nafasi hii pia kuwashukuru kwa kutaka kufanya mji wa Iringa kuongezea utu wananchi wangu wa Iringa Manispaa kwa kuwatengenezea Iringa bypass kilomita 7.3. Tunajua mmejenga mita 450, tunashukuru, lakini tunafahamu vile ni vigongo, ni milima mikali sana inayopasuliwa. Madaraja 7 mmeyakamilisha, na mimi ninashukuru kwamba mlipoona mkandarasi anasuasua mmefanya tena revisit ya kutupatia mkandarasi mzuri, na Februari mlitupatia tena bilioni 4 kwa ajili ya barabara ile. Lakini barabara ile kwetu sisi ni ya muhimu sana, hasa kwa kufanya mji wa Iringa uendelee kuwa lango la utalii kusini, hasa kwa kuangalia vivutio au kuangalia miundombinu ya utalii inayoweka katika mji wetu wa Iringa, ikiwepo kivutio cha Kesaklolo. Kwa kweli tunahitaji malori makubwa yanayokatisha katika mji wa Iringa yakiwa yamebeba mbao na makaa ya mawe yakielekea mikoa 6 ya kaskazini, mikoa 6 ya kanda ya ziwa, mikoa 6 kwenda kwenye nchi zingine za jirani za Tanzania ambazo ziko kaskazini. Tunaomba sana malori yale yasiendelee kukatisha katikati ya mji wa Iringa, yapite Iringa bypass. Tunaomba sana Iringa bypass ikamilike. Wakati mnaendelea kupiga ili pale tusiendelee kuleta maneno mengi sana na watumiaji wengine wa kimataifa wa barabara ile, basi tunaomba muangalie namna ambavyo barabara nyingine za mchepuo zinaweza zikawekwa katika mji wa Iringa, ikiwepo ni malengo yenu ya kuangalia miji inayokuwa kwa haraka. Ingawa Iringa hamjaitaja, lakini Iringa ni mmoja ya mji unaokuwa kwa haraka sana, ingawa ni manispaa. Tuendelee kuwa na barabara za mchepuo, ambapo mkitupatia ile Ulolesi ambayo tumeomba pia kama kilomita ngapi hivi ili ipite mchepuko, basi watu wasiendelee kutumia ile barabara kubwa, tuachie magari makubwa. Ninawashukuru pia kwa ajili ya barabara ambayo inaanzia Iringa kwenda Itunundu Pawaga, ambayo ni kilomita zaidi ya 71.9, na mmetupatia pale Iringa kwamba tutakuwa na Ikonongo Pawaga kama kilomita 5 mnatupatia. Tunaomba sana hizo kilomita 5 mapema, kwa sababu wananchi wenzetu wa jimbo lingine lile la Kalenga wanatumia sana huduma za kijamii zilizopo Iringa Manispaa, zikiwepo shule pamoja na afya kama vituo vya afya pamoja na hospitali za wilaya. Kwa hiyo mkitupatia zile kilomita 5 mtatusaidia sana. Wale kina mama wengi wanaorashiwa kuja kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa Iringa na ile ya wilaya watakuwa wakija vizuri sana, na ndo utu wenyewe kuhakikisha kwamba kina mama wanapokuwa wanaongeza wapiga kura wa taifa hili wanasafiri kwenye sehemu salama, ikiwepo barabara ya rami. Na kushukuru sana pia kwa kuendelea kutambua kampuni zile za Mtuvila
GSM zilizopo Iringa, lakini utu sasa ni kuhakikisha wale pia wanalipwa jamani, wanalipwa fedha zao wanazotudai, kwa sababu wale wana network kubwa. Huku wana watu wanaouzia nondo, wale wenye nondo wameajiri watu, wale nao wanasomesha watoto. Kwa hiyo usipomlipa mkandarasi kuna mnyororo mkubwa wa watu wengi huko ambao wanaendelea kupata shida. Kwa hiyo utu ni kuhakikisha ule mnyororo mzima unaomtegemea mkandarasi wa Tanzania unakuwa na wenyewe una utu, unapata hadhi, unajisikia raha kuendelea kuishi katika taifa hili kwa kuwalipa wakandarasi, ili yeye mkandarasi akalipe dukani, ili ule mtumishi wa dukani naye akaweze kumhudumia mke wake, ili mke wake naye aweze kupika vizuri, watoto wapate afya nzuri, tusiwe tena na watoto waroduma. Huo nao ni utu. Mheshimiwa Waziri, ninakushukuru sana. Katika viwanja vya ndege ambavyo wamejenga katika nchi hii ni uwanja wa ndege wa Iringa ambao umekamilika kwa 93%. Tunaomba kile kipande kilichobaki kwa ajili ya jengo la abiria na tawa ya kuongezea muanze kuijenga haraka, kwa sababu ndege kubwa zimeshaanza kushuka katika mji wa Iringa. Sasa bado tunakosa jengo la abiria na ile tawa kubwa ya kuongezea ndege. Kwa hiyo tunashukuru, lakini ndani ya uwanja wa ndege wa Iringa tuna shule ya msingi mmoja pale iko ndani ya uwanja wa ndege Imagine. Nimeongea sana na waziri wa elimu, nimeongea na TAMISEMI, nimechangia kwa maandishi TAMISEMI. Naomba tena nikuambie waziri wa ujenzi, kwa sababu ndio ulikuwa na dhamana ya kutulipa fidia katika ile shule. Tunaomba shule ile ihame ndani ya uwanja wa ndege, iende nje ya uwanja wa ndege. Huo nao ni utu, kuwafanya watoto wale wasipate mapresha mandege makubwa yanaposhuka, lakini wasome katika mazingira ambayo ni mazuri. Mheshimiwa Waziri, ninakushukuru sana na naunga mkono hoja. Asante. Asante sana Mheshimiwa Jessica Msambatavangu. Waheshimiwa wabunge, muda wetu kwa. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima pap, urahisi wa maisha.